Heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya, na mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Haya yalikuwa ni maneno ya Yesu. Haya yalikuwa ni maneno ya Yesu. Haya yalikuwa ni maneno ya Yesu. Tunaposoma kwenye Luka 11:28 nasema heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Maandiko yanapozungumzia habari ya heri, maana yake amebarikiwa mtu yule ambaye analisikia neno la Mungu na kulifanya. Nasema heri wasikiao neno la Mungu na kulisikia. Heri hao. Bora hao. Bora hao. Bora hao. Kumbuka kwamba haya ilikuwa ni maneno ya Yesu. Anasema heri walisikiao neno la Mungu na kulifanya. Uamuzi uko mikononi mwako. Wewe unaweza kaamua kwamba ulisikie neno la Mungu na kulishika, au ulisikie neno la Mungu na kulipuuza. Na kwa bahati mbaya, watu wengi wanalisikia neno la Mungu na kulipuuza. Wanalisikia neno la Mungu na kulipuuza. Yesu akasema heri wasikiao neno la Mungu na kulishika. Kumbuka kwamba kulishika neno la Mungu ni kwa faida yako mwenyewe. Ni kwa faida yako mwenyewe. Na kama tunakubaliana kwamba Yesu ni Mungu, Yesu ni Mungu, Yesu ni Mungu, na neno la Mungu ni hekima ya Mungu. Kasema bora wale wanaosikia neno la Mungu na kulishika. Je, wewe uko kwenye kundi gani? Uko kwenye kundi la watu wanaolisikia neno la Mungu na kulishika, ama uko kwenye kundi la watu wanaolisikia neno la Mungu na kulipuuza? Yesu akawaambia wanafunzi, anawaambia wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Mkawafanye mataifa kuwa, mkiwafundisha kushika yote niliyoamuru. Mkiwafundisha kushika yote niliyoamuru. Enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, na kuwafundisha kushika yote niliyoamuru. Yote niliyoamuru. Heri wasikiao neno la Mungu na kulishika. Heri wasikiao, Yesu anasema heri wasikiao neno langu na kulishika. Na kulishika. Hautaona faida iliyopo kwenye neno kama wewe unalisikia neno la Mungu afu ulishiki, alafu uliishi. Kama nataka kuishi maisha ya ushindi, kama utataka kuona matokeo chanya, lazima uchague kulisikia neno la Mungu na kulishika. Kulishika neno la Mungu ni maamuzi. Kuliishi neno la Mungu ni maamuzi. Yesu akasema amueni hivi leo. Nami nakwambia amua hivi leo. Amua hivi leo kulisikia neno la Mungu na kulishika. Kulisikia neno la Mungu na kuliishi. Wewe utakuwa heri. Amebarikiwa mtu yule anayelisikia neno la Mungu na kulishika. Anayesikia neno la Mungu na kuliishi. Lakini ukichagua kulisikia neno la Mungu na kulipuuzia, ni kwa hasara yako mwenyewe. Ni kwa hasara yako mwenyewe. Kumbuka kwamba neno la Mungu ndio hekima ya Mungu. Maandiko yanasema kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwangaza wa njia zetu. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwangaza wa njia zetu. Zaburi 119:110. 110. Chagua kuliishi neno, kulisikia neno la Mungu na kulishika. Chagua kulisikia neno la Mungu na kulishika, maana neno la Mungu ni hekima ya Mungu. Ukichagua kulisikia neno la Mungu na kulishika, ukichagua kulisikia neno la Mungu na kuliishi, utaishi maisha ya ushindi siku zote. Utaona baraka za Mungu. Utaona baraka za Mungu. Yesu, maandiko yanasema kwenye Kumbukumbu ya Torati 28 kuanzia mstari wa kwanza, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyashika maagizo yote ni kuagizia leo, ndipo utakapoinuliwa juu ya mataifa yote. Sasa utabarikiwa mjini, utabarikiwa unjapo, utabarikiwa utokapo. Atatamka baraka mbalimbali, lakini anatamka hizo baraka, lakini anaanza kwa kusema kwamba utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyashika yote na kwa Mungu. Heri anayelisikia neno la Mungu
na kulifanya. Chagua kuwa Mungu. Chagua kuliishi neno la Mungu. Chagua kulisikia neno la Mungu na kuliishi. Kila unaposikia neno la Mungu chukua hatua. Kila unaposikia neno la Mungu chukua hatua. Kila unaposikia neno la Mungu chukua hatua. Maana neno la Mungu ni Mungu anasema na wewe. Mungu akubariki sana kusikiliza mafundisho haya. Mungu akubariki sana kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Basi usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kucomment, na maisha yako yatabaki jinsi yalivyokuwa katika jina la Yesu. Amen.